mwanamke una future mbili. Future yako ya kwanza, soma upate kazi, upate mshahara wako halali, ujikimu kimahitaji. Ukifeli masomo upate mume mwema atakayejua thamani yako, atakayekutunza, atakayejali familia yako. Sasa wewe ushafeli masomo, ushafeli ndoa, utaenda wapi? Matokeo yake unaanza yani mwili wako hauna break. Kila mwanamume atakayekusimamisha unampa offer. Ujali, thamani ya mwanamke inapungua step by step. Mwanamke kama hajabikiriwa anayo thamani 100%. Mwanamke kamili. Ukishabikiriwa tu umepunguza 30% ya thamani yako wewe mwanamke. Ukishaolewa, ukiachika kwenye ndoa ile, unabaki 50-50. Mwanamke akiolewa bikira anaruhusiwa akae fungate siku 7. Anajifungia ndani na mume wake, hatoki mtu ndani, hakuna kufungua mlango. Nyewe bishauri nendeni. Tena hapa mwanamume anaruhusiwa aswali ndani, adhuhuri nakuja swali umo, endelea na mechi mpaka muelewane. La ilaha Muhammadu. Mwanamke ukiolewa bikira, fungate yako ni siku 7 kamili. Ikiwa umeolewa wewe sio bikira, fungate yako ni siku hizi. Mwanaume anatoka nje anatafuta hela. Angalia thamani ilipungua. Yaani bikira siku 7, asiyekuwa bikira siku hizi 3. Thamani ya siku 4 zimekutoka kwa sababu umeolewa si bikira. Allah anasema fankihu ma atwaba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Oweni mnawapenda katika wanawake 2, 3 au 4. Yani mwanamume anaoa 2 siku moja. Sasa kama akioa 2 siku moja, sawa akaoa wote siku moja, mmoja ni bikira, mwingine sio bikira, huyu anatakiwa apige siku 7 kwa bikira, siku 3 kwa siku wa bikira. Thamani tofauti. Linda thamani yako. Dada yangu, wallahi nakuambia, kama hujawa tayari kuingia katika ndoa, usiingie kwenye mahusiano. Uchumba katika Uislamu unaruhusiwa, lakini una masharti yake, na hakuna yeyote katika mabinti au vijana anayeheshimu masharti ya uchumba wa Kiislamu. Hayuko.